Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imezindua kombora lenye nguvu zaidi duniani kuliko kombora la aina yoyote, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akipongeza hatua hizo na kupongeza uzinduzi wa kombora hilo ambalo linadaiwa hakuna zaidi ya kombora hilo. Urusi imefanya majaribio ya kombora lingine jipya la ballistic lenye uwezo wa kupiga shabaha kutoka bara moja hadi bara nyingine, huku rais Vladimir Putin wa nchi hiyo ya Urusi akilitaja kombora hilo lenye uwezo wa kutumia silaha za nyuklia kwa jina la Sarmat kuwa ni kombora lenye nguvu zaidi duniani. Televisheni ya serikali imerusha video ya kamanda Sergei Karagayev, mkuu wa kikosi cha stratejia cha makombora cha Urusi, akimtaarifu rais Putin kuhusu kurushwa kwa mafanikio kombora hilo lenye nguvu zaidi duniani. Hili ndilo kombora lenye nguvu zaidi duniani, anasema Putin katika hotuba yake ya pongezi iliyorushwa kwa wananchi kwa njia ya televisheni. Putin amesema Sarmat lina uwezo wa kuruka chini ya orbit na kuipa masafa ya zaidi ya kilomita 35,000, maili 21,750, na kudai linaweza kupenya mifumo yote ya ulinzi wa anga duniani iliyopo, na hakuna mfumo wote wa anga wenye kuweza kulidungua kombora hili, na pia hakuna kombora lolote lenye uwezo wa kufikia uwezo wa kombora hili ambalo limezinduliwa. Hili ni kombora la aina yake. Ni kombora ambalo lina uwezo wa kupenya mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora iliyopo na ya baadaye, anasema rais huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin. Russia ilianza kuunda kombora hilo mwaka 2011 na lilifaulu katika jaribio lake la kwanza, ambapo mwaka 2024 kombora hilo lililipuka wakati wa jaribio lake jingine. Kombora la Sarmat ambalo huko magharibi limepewa jina la Shetani 2 limekusudiwa kuchukua nafasi ya makombora 40 Voyevoda yaliyotengenezwa na utawala wa Usovieti. Urusi imejimarisha zaidi katika upande wa silaha. Urusi ina silaha za kutosha na Urusi kila kukicha inaunda silaha mpya. Hata hivyo, bado kuna kile kinachofahamika kama vita baridi. Urusi inatengeneza makombora mengi zaidi ya kisasa na ya kizazi cha 5, tofauti na mataifa mengi duniani. Kwa sasa Urusi ina makombora 5 ambayo ni hatari zaidi, na katika makala ijayo tutakuja kukutajia makombora hayo 5 hatari zaidi ambayo Warusi wanayo. Ni makombora ambayo kimsingi kwa sasa hakuna nchi ambayo ina aina ya makombora haya. Zaidi ni kwamba ni yale mataifa yenye uhusiano na Urusi, labda kuna uwezekano yakawa yamepatiwa aina ya makombora kama haya. Lakini Urusi kupitia wataalamu wake imetengeneza makombora mapya ya kisasa, makombora ambayo yana uwezo wa kupiga shabaha kutoka bara moja hadi bara nyingine kwa mafanikio makubwa, tofauti na makombora mengine. Lakini ni makombora ambayo kwa mujibu wa rais wa Urusi Vladimir Putin ni kwamba hayawezi kudunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa katika nyakati hizi na hata itakayotengenezwa katika nyakati za miaka ijayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea